ni Mungu uliye hai. Asante kwamba umetupa nafasi tena. Tunakutukuza wewe Mungu, tunakuabudu peke yako. Pokea sifa tena asubuhi ya leo. Asante kwa neema na rehema zako nyingi. Wewe peke yako ndiye Mungu wetu. Asante kwa uwepo wako kwenye maisha yetu. Bwana, tunakushukuru kwa ajili ya asubuhi hii tena ambayo umetupa, ambayo umewapa watoto wako ambao wengine wako njiani wanakuja. Mungu uliye hai, tunawakabidhi mikononi mwako. Pia rehema zako ziwe pamoja nao katika mapambazuko haya, maana ni mpya kila siku asubuhi fadhili zako. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba mkono wako wenye nguvu na uweza wako na uwe pamoja na watumishi wako na watu wako ambao Mungu tumesogea mbele zako asubuhi hii. Jifunue kwetu tuone utukufu wako tena wa asubuhi, katika jina la Yesu aliye hai, na kila mwenye mwili aseme amen. Ninaomba uketi, mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunaendelea na lile somo linasema vita ya usikivu wa kiroho dhidi ya mwelekeo mpya wa kiungu. Kwa hiyo tunaendelea mbele katika hatua nyingine, alafu tuingie kwenye maombi. Vita ya usikivu wa kiroho maana yake ni, tunaposema vita ya usikivu wa kiroho maana yake nini? Na kwa sababu ya muda nitakupa tu maana moja ili tuwe na kamuda kidogo ka kuomba. Vita ya usikivu wa kiroho maana yake ni hali ya mapambano ya ndani ya mtu au ya kiroho yanayomkabili mtu anapojaribu kusikia, kuelewa na kutii sauti ya Mungu au mwongozo wa kiroho. Narudia, ni hali ya mapambano ya ndani ya mtu, hali ya mapambano au mapigano ya ndani ya mtu au ya kiroho yanayomkabili mtu anapojaribu kusikia. Ni hali ya mapambano ya ndani ya mtu au ya kiroho yanayomkabili mtu anapojaribu kusikia. Ni hali ya mapambano ya ndani ya mtu au ya kiroho yanayomkabili mtu anapojaribu kusikia, kuelewa na kutii sauti ya Mungu au mwongozo wa kiroho. Maisha yetu watu wa Mungu yanaanzia rohoni, na miongozo ya maisha yetu inaanzia rohoni, na vita yetu na mapambano yetu makubwa ni rohoni. Hata kama utaona viashiria kwa jinsi ya mwili, lakini kumbuka hili vimeanzia rohoni. Paulo alikuwa anawaambia kanisa la Waefeso, kushindana kwetu sio juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, na juu ya wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya. Alafu akawaambia katika ulimwengu wa roho. Amen, amen. Sasa angalia, vita ya usikivu wa kiroho ni hali ya mapambano ya ndani ya mtu au ya kiroho yanayomkabili mtu anapojaribu au anapohitaji kusikia, kuelewa na kutii sauti ya Mungu au mwongozo wa kiroho. Manake mtu anapotamani moyoni kwamba nataka kumsikia Mungu akiniongoza katika jambo hili, nataka kuona Mungu akinipa mwongozo, nataka kuona Roho Mtakatifu akinipa maelekezo. Nilikwambia moja ya miujiza mingi kwenye Biblia, hata nikikuonyesha, imebebwa na maelekezo kwanza. Mingi sana
imebeba na maelekeo. Ile miujiza mikubwa mikubwa ni kuonyesha bahari ya Shamu ili pasuke, ilikuwa na maelekezo. Waliposhuka wale nyoka wenye sumu wakiwa wanawaua watu wa Mungu, maelekezo yalikuwepo ili waweze kuokolewa. Maelekezo ilikuwa ni kumtazama nyoka wa shaba. Jina la Yesu libarikiwe. Maelekezo ilikuwa hivyo. Lakini kwenye bahari ya Shamu Musa alipewa maelekezo anyoshe fimbo. Walipokosa maji, Musa akapewa maelekezo aupige mwamba, aunyoshe mwamba fimbo. Sasa utaangalia miujiza mingi mikubwa ilifuatana na maelekezo mikubwa sana. Kasome maandiko yako. Yesu anapotengeneza divai kule kwenye harusi ya Kana, mama yake Yesu anawaambia wale watumishi kwamba chochote atakachowaambia kitendeni, fanyeni kama alivyowaambia. Maana yake mtii maelekezo. Ikiwa tunataka muujiza kwenye hii harusi, tutii maelekezo. Yesu akawaambia, nendeni mkachote maji, mjaze hayo mabarasi, mjaze hayo mabarasi, mjaze. Wakawa wanatii, wanachota. Walipojaza, wamemaliza kujaza, anawaambia choteni hayo kwenye mabarasi, pelekeni mbele ya mkuu wa meza mkamwonyeshe. Hakukuwa na kitu kingine, ni maelekezo tu. Sasa utaona miujiza mingi ilijaa maelekezo. Alipokuta Lazaro amekufa, akawaambia ondoeni jiwe. Maelekezo yake ilikuwa ni kuondoa jiwe tu, kwamba nyinyi ondoeni jiwe. Kuna miujiza mikubwa ili Mungu aweze kuitenda kwenye maisha yako, huwa anahitaji ushirikiano kati yake na wewe. Jina la Yesu libarikiwe. Bwana asifiwe. Na ndio maana sasa vita ni kubwa kwenye eneo la usikivu, kwa sababu ili uweze kutii maelekezo lazima usikie. Lazima uelewe kile Mungu anasema, lazima ufahamu. Sasa usipoelewa ni ngumu sana kutii maelekezo, na ndio maana vita ni kubwa sana, kwa sababu kuna wakati Roho Mtakatifu atataka kuongoze tu ili kukuweka kuwa salama, lakini vita inakuwa kubwa kwenye eneo la usikivu. Vita ya kwanza, aina ya kwanza ya vita, tunapozungumza juu ya vita ya usikivu wa kiroho, aina ya kwanza ya vita, unaweza kuandika aina zifuatazo za vita, alafu naanza aina ya kwanza. Vita ya kwanza, moja, ni vita kati ya mwili na roho. Vita kati ya mwili na roho. Hii ni vita ya kwanza. Umeokoka, uwe mtumishi, hii ni vita kubwa sana. Vita kati ya mwili na roho, yani mwili huo uliovaa unapingana sana na roho. Vita kati ya mwili na roho ni vita gani? Maana ya vita kati ya mwili na roho ni mapambano kati ya mwili na roho yanayoathiri uwezo wa mtu kusikia na kutii sauti ya Mungu. Mapambano kati ya mwili na roho yako, sio roho yako, roho wa Mungu ndani yako. Mapambano yale yanaathiri uwezo wa kusikia na kutii sauti ya Mungu, kwa sababu wanashindana. Kwa hiyo wewe unakuwa katikati, yanaathiri uwezo wa kusikia. Mwili huwa unaamsha tamaa zake, na huwa zina nguvu ya kumfanya mtu asiwe tayari kumsikia Mungu. Ninaposema tamaa zake, watu wa Mungu, sio tamaa tu labda tamaa ya uzinzi au tamaa ya vitu mbalimbali. Mwili huwa unaamsha. Mwingine anaweza akawa na tamaa ya heshima tu, tamaa ya kuwa recognized, kutambuliwa mahali. Mwili huwa unaamsha, na ikionekana hajatambuliwa anajisikia vibaya sana. Kwa nini mimi hawajanitambua? Kwa nini hawajasema jina langu? Yana anajisikia vibaya, anaweza akaanzisha valangati hapo mpaka mkashangaa. Tamaa ya mwili. Mwai kwenda watu wameenda harusini au kwenye sherehe au kwenye msiba. Saa nyingine hadi kwenye msiba unashangaa mtu kakosa chakula kwa bahati mbaya, anaanza kuongea maneno magumu, afu ni msibani. Tamaa ya mwili, tamaa ya ubinafsi. Yana anataka kula yeye. Kuenda kwenye mikoa mingine ukikuta msiba, unakuta wale waliochaguliwa kupika msibani. Tena bora yule rais marehemu alizuia zile soft zile, lakini bado watu hawakubali hata kama soft hazipo.
Shangaa mtu kachukua hivi vifungashio vya kawaida, kabeba nyama kwenye vifungashio, mama wa watu kaficha kwenye. Sasa shangaa michuzi inamwagika, anayekimbia nazo nyumbani. Tamaa. Kabeba eti anapeleka nyumbani, nyama ya msibani, nyama ya msibani, kisa kaambiwa apike. Afu angalia huyo mama ni wa kanisani. Na unakuta saa nyingine morning glory ameamka, baba wewe ninakuabudu, wewe ni Mungu ria, lakini tamaa, ubinafsi ulioko kwenye mwili wake. Yani anaona kula pale msibani, kuonja alivyoonja pale wakati anapika haitoshi, abebe apeleke na nyumbani. Tamaa. Amen, amen. Mnanielewa watu wa Mungu? Sasa mwili unapoamsha tamaa ya namna hiyo, huwezi kumsikiliza roho, na wengi wanaangukia vibaya. Tamaa ya fedha. Mtu yuko tayari kufanya jambo baya tu ili apate fedha. Ile tamaa inapokuwa kubwa, huwezi kumsikiliza Mungu. Utafanya vitu vya ajabu mpaka kanisani. I'm telling you. Unaweza kufanya vitu vya ajabu. Unaweza ukawa dalali mpaka wa mali ya kanisa, kwa sababu tu ya tamaa. Unaweza ukazulumu mpaka wajane kwa sababu tu ya tamaa. Unazulumu yatima kwa sababu tu ya tamaa. Mtu mwenye tamaa hawezi kulizika, hawezi. Sasa tamaa ya mwili inapambana na roho. Wakati roho anasema uwe mvumilivu, lizika. Uwe na upendo, usijiangalie wewe, watangulize wengine, kwa sababu sheria ya Roho Mtakatifu atakwambia usijiangalie wewe, watangulize wengine. Lakini kwa sababu ya tamaa unajitanguliza wewe. Mnanielewa watu wa Mungu? Mnanielewa watu wa Mungu? Mnanielewa watu wa Mungu? Hasa vita kati ya mwili na roho. Mwili huwa unaamsha tamaa zake kama silaha, na zina nguvu ya kumfanya mtu asiwe tayari kumsikia Mungu. Utasikia tu unanionea namna hiyo, unafikiri ni yeye, kumbe ni mwili umeamsha hasira. Utasikia tu mnanionea kwa kuwa mimi ni wa kiroho. Nawaambia sasa mtaniona, mtaniona. Anasema mtaniona, anafikiri ni yeye, kumbe ni mwili wake saa ile ndio unaongea. Wakati Roho Mtakatifu angemwambia tulia, tulia, yeye anaamsha kushindana. Okay. Wagalatia ile 5:16. Fungua la kalaka. Wagalatia 5:16. Wagalatia 5:16 mpaka 17. Na hii inatuangusha sana. Vita hii kati ya mwili na roho ni vita kubwa sana, inatuangusha mno. Sasa angalia Wagalatia 5:16 hadi 17. Maandiko yanasemaje? Anasema basi nasema enendeni kwa roho. Angalia ile neno roho ni ara kubwa, maana yake Roho Mtakatifu. Nasema enendeni kwa roho, wala mtatimiza kamwe tamaa za mwili, kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho, na roho kushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayoyataka. Lakini mkiongozwa na roho hampo chini ya sheria. Haleluya. Angalia anavyozungumza hapa. Anasema basi nasema enendeni kwa roho, wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. Hamtazitimiza tamaa za mwili, hamwezi kuzitimiza. Enendeni kwa roho, wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. Alafu anazungumza, anasema kwa sababu mwili hutamani ukishindana. Angalia lile neno ukishindana, maana yake ni vita, ni mapambano kabisa. Ukishindana na roho, na roho kushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayoyataka. Zinapingana. Kwa hiyo huwezi kubalansi mwili na ukabalansi roho, lazima uchague kitu kimoja. Hauwezi kusema wakati huo mwili unataka hiki utimizie, na wakati huo roho anataka hivi utimizie. Haviwezekani. Watu wa Mungu unisikilize, huwezi kufanya unayoyataka. Na ndio maana anasema mkiongozwa. Angalia ule mstari wa 17. Anasema kwa sababu mwili utamani ukishindana na roho, na roho kushindana na mwili, kwa maana
hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayoyataka. Mstari wa 18, lakini mkiongozwa na Roho hampo chini ya sheria. Kwa sababu sheria ina nguvu juu ya mwili. Sheria ina nguvu ya kudhibiti mwili. Unisikilize, ya kuongoza. Lakini mkiongozwa na Roho hamko chini ya nini? Ya sheria. Kwa hiyo angalia, mtu wa Mungu, unapojifunza namna hii unagundua kumbe kuna mashindano, kuna vita kati ya roho na mwili. Usianze kukemea shetani, anza kuangalia mwili, mawazo. Kwa sababu mwalimu, unasemaje vita? Kwa sababu huo mwili ulio nao una nia, huo mwili una mawazo, huo mwili una fikra. Angalia ile kitabu cha Warumi 8 mstari wa 7 hadi wa 8. Warumi 8 mstari wa 7 hadi wa 8. Fungua haraka. Warumi 8 mstari wa 7 hadi wa 8. Maandiko yanasema hivi: kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu, wala haiwezi kutii. Wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza. Ukisikia neno waufuatao mwili, manake mwili unaweza kukuongoza. Kama Roho Mtakatifu asipokuongoza, mwili unaweza kufanya nini? Kukuongoza. Ndio maana anasema hivi, nia ya mwili, angalia, kwa kuwa nia ya mwili ni mauti. Hiyo ni mstari wa 6. Bali nia ya Roho ni uzima na amani. Sasa mstari wa 7 anasema, kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu. Ni uadui. Fikra, akili ya mwili ni uadui, haiwezi kuwaza mapenzi ya Mungu. Nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, hauwezi kuwaza mapenzi ya Mungu na hauwezi kutii sheria ya Mungu. Nisikilize, waufuatao mwili, unapofuata ile akili ya mwili, unapofuata tamaa za mwili, unapofuata mwili, huwezi kumpendeza Mungu. Huwezi kumpendeza Mungu. Kwa nini? Kwa sababu anasema wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Wale waufuatao, neno waufuatao maana yake mwili ndio unaokuongoza. Ukiufuata mwili haiwezekani kumpendeza Mungu, watu wa Mungu, kwa sababu nia ya mwili ni mauti, ni kwenda kinyume na Mungu. Dhambi ilipoingia duniani, hii miili yetu hii ilipokea asili mbaya. Amen, amen. Ndio maana ukiokoka, kwa nini unahitaji ujazo wa Roho Mtakatifu? Ili kuufisha mwili, kufisha matendo ya mwili, kuufisha mwili. Mwili unapoteza nguvu yake, alafu Roho Mtakatifu ana take control. Mwili huu unageuzwa, unakuwa ni chombo takatifu cha Mungu, hekalu la Mungu. Sasa huo mchakato wa kugeuza mwili huu usikukontrol wewe, na badala yake uwe controlled by Holy Spirit. Sikiliza, sio mwepesi. Unahitaji bidii yako binafsi, nidhamu yako pia ya kumruhusu Mungu kukusaidia. Unahitaji Roho Mtakatifu akugeuze. It is not easy, nakwambia. You can be a preacher, unaweza kuwa mhubiri kama hivi, lakini mwili unakuongoza. Na kuhakikishia, unaweza kuwa mtumishi wa Mungu, unaweza kuwa muombaji, lakini mwili unakusumbua. Watu wakiona hasira ulionayo unafikiri ni wewe, kumbe ni mwili. Matendo ya mwili bado yako hai. Watu wakiona usengenyaji ulio nao unafikiri ni wewe, kumbe hiyo ni nia ya mwili. Umekubali kuongozwa na mwili, unachanganya mwili na roho. Haleluya, watu wa Mungu. Sasa hii ni vita kubwa ambayo inakuzuia wewe kumsikia Mungu. Vita ya pili, vita ya usikivu wa kiroho. Vita ya pili, watu wa Mungu, inaopambana na wewe usiweze kumsikia Mungu vizuri, ni vita ya dhambi na uovu. Kuna vita inaitwa vita ya dhambi na uovu. Kuna kushindana na dhambi na uovu. Nisikilize,
Vita ya dhambi na uovu. Hii ni vita ya pili, na hii ni hatari sana pia. Waebrania 12 mstari wa 4. Fungua Biblia yako haraka. Waebrania 12 mstari wa 4. Vita ya dhambi na uovu. Na unisikilize mtu wa Mungu, ikiwa umeokoka unasali, moja ya mkakati unaotakiwa kuwa nao kwenye maisha yako ya kutembea na Mungu ni juu ya kuwa mshindi dhidi ya aina zote za dhambi na uovu. Aina zote za dhambi na uovu. Na kueleza ukweli, ukiacha aina fulani ya dhambi ikaweka makazi kwenye maisha yako, kuna aina ya maisha ambayo Mungu aliyakusudia utakuna yasikia tu. Dhambi na uovu havitakiwi kukaa kwenye maisha yako, na ndio standard ya mtoto wa Mungu. Na sio tu dhambi na uovu kukaa, lakini Biblia inasema aliyezaliwa na Mungu hawezi kutenda nini? Dhambi. Na hiyo ndio standard inatakiwa kuwa kwenye fikra zako, kwamba aliyezaliwa na Mungu hatakiwi kutenda dhambi. Standard ya maisha yake, ule uzao wake hauhusiani na dhambi kabisa. Kiumbe kipya kilichozaliwa na Mungu, standard yake mbele za Mungu hakiwezi kutenda nini? Dhambi. Ndivyo maandiko yanasema. Na hii ni fikra ambayo unatakiwa kuwa nayo moyoni, kwamba kumbe mimi sio kiumbe kinachotakiwa kushirikiana na mambo yanayohusu dhambi na uovu, kwa sababu dhambi na uovu ni vita kubwa. Nimesema Waebrania 12 mstari wa 4. Unasemaje? Unasema hamjafanya vita hata kumwagika damu mkishindana. Angalia ile neno, mkishindana na dhambi. Hamjafanya vita hata kumwagika damu mkishindana na nini? Na dhambi. Ukianzia mstari wa 3 anasema, maana mtafakalini sana yeye aliyestahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao, msije mkachoka mkazimia mioyoni mwenu. Hamjafanya vita hata kumwagika damu mkishindana na dhambi. Maana yake kuna vita ya kushindana na dhambi. Haleluya. Vita ya kushindana na dhambi. Sasa vita ya kushindana na dhambi na uovu. Kumbuka dhambi ni uasi, unampindua Mungu kwenye maisha yako. Unapofanya dhambi, maana yake unapindua miongozo ya Mungu kwenye maisha yako. Iwe ni kwa siri, hakuna mtu anayekuona, maana yake unampindua utawala wa Mungu juu ya maisha yako. Dhambi ni uasi. Afanyaye dhambi afanya uasi, haijalishi ni nani. Unapofanya dhambi, iwe kwa siri, unampindua Mungu. Dhambi yoyote, sio aina ya dhambi, dhambi unapotenda, unaporuhusu uongo kukaa kwenye maisha yako, maana yake unampindua Mungu, unapindua utawala wake, unafanya uasi watu wa Mungu. Na ndio maana kanisa la nyakati za mwisho, watu hawaogopi dhambi, watu hawako tayari kujitenga na dhambi. Wanamtaka matendo makuu ya Mungu, lakini hawataki kuishi maisha masafi, hawataki kabisa. Na hizo injili kwanza hata zimepungua. Mnataka muambiwe pokea kwa jina Yesu, pokea neema, pokea kuvuka. Yes, ni jambo zuri kupokea, lakini dhambi haitakuacha salama. Unanisikia nachosema? Haiwezi kukuacha salama, kwa sababu dhambi itakuzuia hata uwepo wa Mungu usiwe juu. Na uwepo wa Mungu ukikosekana kwenye maisha yako, hata upate nyumba, ujenge gorofa, maisha yako yatakosa radha kabisa. I'm telling you the truth. Upate chochote unachokihitaji, lakini utakuwa empty moyoni. Kwa nini? Kwa sababu dhambi haijawahi kumtosheleza mtu kabisa. Unajua, unaweza ukafanya dhambi na kupitia dhambi ukapata vitu, lakini vile vitu utakavyovipata kupitia dhambi vimebeba mauti ndani yake, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Ukipata kazi kupitia dhambi, imebeba mauti ndani yake. Ukipata fedha kupitia dhambi, zimebeba mauti ndani yake. Ukipata nyumba kupitia dhambi, imebeba mauti ndani yake. Hutakaa uwe na amani, hutakaa uwe na furaha. Kwa nini? Dhambi. Mwenye dhambi, maisha ya mwenye dhambi ni kama bahari iliyochafuka ambayo haiwezi kutulia. Na nielewa nachosema?
Unanielewa ninachosema? Kwa hiyo kuna vita ya dhambi na uovu inazuia sana usikivu wa kiroho. Kuna mambo utasikiliza, unasema mwalimu, kuna mambo naweza, mbona nasikia hata kama nikiwa namkosea Mungu? Ndio, utasikiliza hukumu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atakuja kukushauri, Roho Mtakatifu atakuja kukuongoza, hasa kwenye hiki kipindi cha Agano Jipya. Utasikia kwa sababu ya rehema zake, utasikia. Lakini kuna vitu, kuna divine things God will never communicate with you. Hawezi kuwasiliana. Mungu ni mtakatifu, watu wa Mungu. Kuna vitu ambavyo Mungu atawasiliana na wewe kwa sababu ya rehema zake, kama vile anavyoweza kuwasiliana na mchawi, kama vile anavyoweza kumwonya mchawi, kama vile anavyoweza kuwasiliana na mwizi, jambazi. Mungu anaweza kuwasiliana na roho yoyote kiumbe, kwa sababu yeye ndio custodian, yeye ndio mmiliki wa roho zote unazozifahamu wewe. Mungu ndiye mmiliki. Kwa anaweza kuwasiliana na mchawi, anaweza kuwasiliana na jambazi, lakini aina ya mawasiliano wanayowasiliana ni yale yaliyofungwa kwenye rehema zake tu, yale yaliyofungwa kwa maana ya maonyo, kwa maana ya hukumu, kwa maana anajaribu kukueleza ili akugeuze. Lakini unisikilize, kuna aina ya mawasiliano huwezi kuyapata. Kwa mfano, unapofika mahali unataka mwongozo mpya, kwa mfano unafika mahali unataka kuona Roho Mtakatifu akikuletea picha, uwezi, ni ngumu. Mimi nakwambia, kwa sababu dhambi inakuwa kikwazo kikubwa sana kwenye maisha yako. Haleluya watu wa Mungu, haleluya watu wa Mungu, haleluya watu wa Mungu. Sasa unisikilize napomalizia hiki kipengele tu. Kuna mashindano, kuna vita kati ya waamini na dhambi. Dhambi inaweza kushindana au kupigana vita na wewe tokea ndani yako, dhambi inayokaa ndani ya mtu. Sasa unisikilize, dhambi inapopigana vita, kuna aina mbili ya mapigano. Kuna dhambi inayopigana kutokea ndani, na kuna dhambi inayopigana kutokea nje yako. Sasa watu wengi ambao ni waamini, ambao wanatembea vizuri na Mungu, maovu yao yanapigana kutokea wapi? Nje yao. Anatafuta kushawishiwa. Lakini kuna wengine ambao wameruhusu dhambi ingie ndani, inakuwa inapigana kutokea wapi? Ndani yako. Ndani yako maana yake ndani ya mwili wako. Naomba andika mapigano haya ya dhambi, vita hii ya dhambi. Kuna dhambi inaweza kushindana au kupigana vita na wewe tokea ndani yako. Dhambi inayokaa ndani ya mtu, Warumi 7:15 hadi 24, sitakusomea. Ungependa kuwa msikivu kwa Mungu, dhambi inakuzuia. Ndio maana Paulo anasema nilipendalo silitendi. Unapenda mambo ya kiroho, lakini dhambi inakuzuia, inakuwekea kikwazo, inapigana kutokea ndani yako. Haleluya. Dhambi iliyo nje yako ni dhambi inayokuvizia au kukuotea. Yaani unaenda kazini, dhambi inakuotea, inakuvizia. Kama wewe ni mwanaume, dhambi inakuvizia. Unakaa pale kazini, unaona watu wote watakutreat fairly, lakini kuna dada mmoja anakutreat, anapitilizia. Mbona anataka kunitreat kama mke wangu wa nyumbani huyu? Hii imekaaje? Anataka kuvuka mipaka. Kumbe wewe unafikiri ni mdada, kumbe dhambi inakuvizia, inakutamani ikupate. Kama ni mdada hivyo hivyo, uko kwenye biashara yako unapata ma connection, alafu kuna mtu anakuwa mwema kuzidi mume wako. Mbona huyu mtu amekuwa mwema sana kuzidi ana huruma jamani, yani ni msikivu, yani ananisikiliza, anaugusa moyo wangu, anakugusa moyo wako. Dhambi inakuotea my friend kabisa, na Mungu anajua, na anaanza kukuonya, anakwambia weka mipaka. Unasema mipaka gani Mungu? Mtu huyu ni mwema. Mwema. Cheka anavyoniletea mazawadi. Hakunaga zawadi ya bure. Amka usingizini, kila zawadi na mkakati. Mtu mpaka awaze kwenda kununua zawadi, ujue una mkakati, na ujue mkakati wake ni mwema au ni mbaya. Dhambi inaotea. Hii ni dhambi inaotokea nje. Na angalia mfano, na watu wengi wameangukia hapa, watoto wa Mungu, watumishi wa Kristo, watu mbalimbali wanaangukia hapa. Dhambi inaotea. Kija kwa sisi watumishi, unakutana na vitu vingi kidogo. Una huduma, unataka kuzunguka maeneo mbalimbali. Usisuffocate
Kwa unakutana na investment za fedha, sema investment za fedha. Watu wanawekeza mahela, kwambia mtumishi usijali, mimi nasikia kutana na mdada anakwambia Bwana ameniinua, nataka kuwekeza. Yani we niambie tu tiketi za ndege nitakuwa na unasema Mungu ameniinulia mtu. Lakini dhambi inaotea. Nasikia tu anajali mpaka familia, kwambia watoto wameshindaje, hii ni hela kwa ajili ya watoto. Najiuliza, huyu mtu anajali familia, huduma mpaka mke anajaliwa. Mama mtumishi unasema Mungu amemuinua. Amemuinua. Ndio unavutwa, unapewa machicha ili usogee karibu. Hutajua saa ngapi uko down. Dhambi inakuotea. Hiyo ni dhambi kutokea nje. Ndio maana hakikisha unakuwa makini na mazingira yoyote ya dhambi yanayotengenezwa. Kuwa consciousness, amka, uwe na spiritual sensitivity. Na hiki ndio kinaharibu mpaka maadili kwenye ndoa, kinaharibu maadili kwenye utumishi, kinaharibu maadili ya Kikristo. Wangapi wamenielewa? Kama umenielewa sema amina. Kama umenielewa sema amina. Hiyo andika tu Mwanzo 4 mstari wa 1 hadi wa 15. Hii ni dhambi inayokaa kwenye mifumo ya ulimwengu. Dhambi inayokuotea mifumo. Kuwa makini na mifumo. Kazini, wapi, umeajiriwa serikalini, kuwa makini sana na mifumo. Kuwa makini sana. Mahali popote ulipo, kwenye biashara, kwenye nini, utakutana na dhambi ya namna hii. Kuwa makini mno. Mwambie Roho Mtakatifu kila wakati, nifunike, niongoze. Usijiamini sana. Muamini Roho Mtakatifu. Usijiamini mwenyewe, muamini Roho Mtakatifu. Usiseme mimi nina uwezo wa kushinda. Uwezi wewe. Iko mifumo ni hatari. Hautajua saa ngapi ulishaondolewa kwenye mstari. Muamini Roho Mtakatifu. Kila wakati jikabidhi kwake. Jiachilie kwake. Mwambie sijawahi kuweza bila msaada wako. Roho Mtakatifu atakusaidia. Dhambi inayokaa kwenye mifumo ni hatari. Ni hatari sana. Na inapokuambia mifumo sijui kafikiri tu, yani unajua mifumo ya kibiashara. Siku hizi hadi mifumo ya kihuduma. Dhambi inayokaa kwenye mifumo ya kihuduma ni hatari kuliko unavyofikiri. I'm telling you the truth. Mimi niko kwenye huduma na inazunguka mikoa mbalimbali na kueleza wazi. Dhambi inayokaa kwenye mifumo ya kiutumishi ni hatari kuliko unavyofikiri. Ni hatari mno, kwa sababu kwanza shetani anajua akishazimisha kila kitu alafu anakugeuza wewe mtumishi kukutumia kufanya uharibifu. Kila unapoenda utazini na mabinti wa watu, utafanya uasherati na uchafu, na huku unasimama madhabahuni. Haleluya, haleluya. Dhambi inayokaa kwenye mifumo ni hatari kuliko unavyofikiri. Amen, 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 amen. Mimi nakueleza kwa sababu kuna dhambi inaitwa dhambi ya kujiongeza. Yaani kila mtu anaona vile Mungu alivyomweka haitoshi, anataka mpaka ajiongeze, ajibusti. Sio awe boosted na Holy Spirit, lakini ajibusti yeye afike mahali. Lakini ni kwa ajili ya nini? Tumbo, heshima. Dhambi ya mifumo. Mungu anisaidie na akusaidie katika jina la Yesu. Simama kwa miguu yako, simama. Kuna kitu kinaitwa kiburi, dhambi ya kiburi. Nitakueleza kesho. Kilichomuua mfalme Uzia, mfalme mzuri sana huyu, lakini aliuawa na dhambi ya kiburi, ikamfanya apate ukoma kabisa. Dhambi ya kiburi. Tena ile dhambi ya kiburi ilimfanya afanye kiburi madhabahuni kwa Mungu, alafu akapigwa na ukoma. Uzia mjomba yake Isaya akafa, na alikuwa mfalme mzuri. Dhambi ya kiburi ilimuua kwa sababu alistawi, alikuwa na nguvu ya kiuchumi na kila kitu. Dhambi ikamuua. Nataka tuombe. Uko tayari kuomba mtu wa Mungu? Amen. Uko tayari kuomba? Amen. Uko tayari kuomba? Amen. Uko tayari kuomba? Amen. Tunamuomba Roho Mtakatifu ahuishe miili yetu. Miili isiwe na nguvu ya kutuongoza, lakini atupe nguvu ya kushinda vita kati ya mwili. Lakini pili, Roho Mtakatifu atusaidie, tunajiweka mikononi mwake, juu ya maovu na dhambi zilizokaa kwenye mifumo.
Na hata kama kuna dhambi inakaa inakusumbua ndani, mwambie Roho Mtakatifu, nahitaji unitoe kwenye hiki kifungo cha uovu, ili niwe na uwezo wa kusikia sauti yako ikiongea. Inua mikono yako juu. Mandarabasha, tungeweza kuimba, muda wetu umeenda. Inua mikono yako juu, funika macho yako. Sema Roho Mtakatifu. Waza sauti yako, sema Roho Mtakatifu. Wewe ni Mungu. Wewe ni Bwana. Na neno lako linasema mahali ulipo pana uhuru. Roho wa Bwana unapokuwepo kwenye maisha ya mtu, hayo maisha yanapokea uhuru. Asubuhi ya leo ninanyenyekea kwako. Nimesikia neno lako, neno la uzima asubuhi ya leo, katika jina la Yesu. Juu ya vita ya usikivu wa kiroho, Bwana, katika damu ya Yesu ninaomba toba, ninaomba rehema katika eneo lolote ambalo nimekubali kuongozwa na mwili, nikakuzimisha ndani yangu Bwana, nikashindwa kukufuata wewe, nikafuata mawazo ya mwili. Ninaomba Bwana unirehemu. Ninaomba Bwana unirehemu. Ninaomba Bwana unirehemu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaomba toba juu ya uzembe kwenye kila eneo la maisha yangu ambayo Bwana unanionya, unaniambia niweke mipaka, lakini napuzia. Ninaomba unirehemu. Wewe unajua maovu na dhambi zilizokaa kwenye mifumo, na siwezi mwenyewe kushinda. Bwana, najiachilia kwako asubuhi ya leo kwa damu ya Yesu. Kila uovu uliokaa kwenye mifumo, kwenye nafasi, kwenye mifumo, kwenye kila eneo la maisha yangu, ninaomba rehema, naomba neema ya kunitenga na huo uovu, ya kuniokoa mbali na maangamizo ya hiyo dhambi, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hiyo dhambi inayoniotea, hiyo dhambi inayoniotea kwenye maisha yangu, kazini kwangu na mahali popote ninapopita, Mungu ria hai, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nitenge Bwana na hiyo dhambi, nitenge Bwana na huo uovu, niokoe Bwana nisije naswa, niokoe Bwana. Na ukiwepo uovu wowote, dhambi yoyote kwenye akili, kwenye mawazo iliyopenyeza kwa siri kabisa, inayopambana kutokea ndani yangu ili kunizuia nisiwe msikivu wa sauti yako, Bwana, asubuhi ya leo ninaomba toba, ninaomba toba, niondolee Bwana, nitakase Bwana, takasa nia yangu, takasa mawazo, takasa akili, takasa nafsi, takasa mwili, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ondoa hayo mawazo, ondoa hayo mawazo, ondoa hayo mawazo, ondoa hayo mawazo kwenye akili yangu, kwenye moyo wangu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nitakase Bwana, nitakase Bwana, nitakase Bwana. Asubuhi ya leo ninajikabidhi kwako, ninajiachilia kwako, uyatawale maisha yangu, uniongoze Roho Mtakatifu, unishindie Bwana. Siwezi mwenyewe, siwezi kushinda. Kila mahali ninaotewa, kila mahali ninaviziwa na hiyo dhambi na huo uovu, siwezi mwenyewe. Naomba hekima yako, naomba msaada wako,
kuanzia asubuhi ya leo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Jiombe dakika moja, jiombe dakika moja, jiombe dakika moja, mtu wa Mungu, jiombe dakika moja, maanisha kutoka ndani. Mwambie Roho Mtakatifu akusaidie, mwambie Roho Mtakatifu akusaidie, mwambie Roho Mtakatifu akusaidie. Mando robo sikirianda rabasa risanda rabako rikanda rabasa. Baba, ninaomba rehema zako kwa ajili ya watumishi wako, kwa ajili ya kanisa lako Bwana. Kila aina ya uovu na dhambi iliyopenyeza kwenye mioyo, iliyopenyeza kwenye akili, ninaachilia damu ya Yesu, ninaachilia damu ya Yesu, ninaachilia damu ya Yesu, ninaachilia damu ya Yesu ipate kuondoa, ipate kuondoa kila aina ya uovu, kila aina ya dhambi, kila aina ya makosa, kila aina ya dhambi iliyopata nafasi kwenye akili, kwenye fikra, kwenye huu mwili, inayoleta unajisi juu ya mtoto wako, inayochafua vazi la wokovu, inayonajisi vazi la haki kwenye maisha yake, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu unasue huo moyo, e Bwana, uliotekwa kwenye hiyo dhambi, unasue huo moyo, e Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kama ambavyo ulimuonya Kaini, Roho Mtakatifu, ninaomba ingilia kati kwenye maisha ya watoto wako, kwenye maisha ya watumishi wako, kwenye maisha ya watoto wako, popote wanapopita, ile nguvu yako iwatenge mbali na huo mtego, iwatenge mbali na hilo shimo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu aliye hai. Yes, kwa damu ya Yesu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Kandorobosa rakashandarapakora rikandarapasa, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, ondoa huo unajisi, ondoa huo uovu kwenye njia yake, kwenye njia yake, kwenye njia yake ya kimaisha, kwenye njia yake ya mafanikio, kwenye njia yake ya biashara, kwenye njia yake ya ofisini. Kandarobo sikiriandarabasaka risandarapakora rimandarabasa risandarapakondarabasaya, kwa damu ya Yesu, ile damu ya Yesu inayoleta ondoleo na iwe ndani yake, na ipite kwenye moyo, ipite kwenye maisha yake, ipite kazini kwake, ipite kwenye biashara, ipite kila mahali. Kuanzia asubuhi ya leo Bwana, tunawakabidhi watoto wako na watumishi wako mikononi mwako. Popote wanapopita leo, waende na nguvu ya baraka, waende na uwepo wako, maana umesema heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Bwana. Ruhusu wakuone leo kila mahali watakapokuwa, neema yako iwe juu yao, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tangulia mbele yao, weka utisho mbele yao, washindie vita yao, pigania upande wao, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu aliye hai.